Mgogoro mwingine unaiva Mashariki ya Kati kati ya Israeli na Uturuki. Ni mgogoro sasa ambao unafukuta, kila taifa likiwa linasema litaenda kupigana na mwenzake. Na mgogoro huu nakumbuka kati ya Uturuki na Israeli hasa umeanzia pale ambapo Israeli au jeshi la Israeli lianza kufanya mauaji ndani ya ukanda ule wa Gaza. Nafikiri mnakumbuka, maana tangu siku nyingi Uturuki na Israeli ni washirika wazuri sana, na hata biashara walikuwa wanafanya biashara kwa pamoja mpaka 2024 ambapo Uturuki sasa ikasema wanaacha kufanya biashara na Israeli kwa sababu ya mauaji yanayoendelea ya watoto wadogo pale Gaza na hivyo. Halafu 2026 wamekuja kutaiti zaidi kati ya biashara zilizokuwa zinafanyika kati ya Israeli na Uturuki. Na upande wa pili wa Israeli wao wanatafsiri kuwa huyu rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anataka kurudisha ule ukalfet. Kwa hiyo ndio maana juzi mnakumbuka niliwaambia kuhusiana na waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki alipokuwa anasema kwa uwezo wa Mungu tutaichukua Jerusalem, kuirudisha. Nafikiri nilikwambia hiyo historia kwa tangu 1517 mji wa Jerusalem ulikuwa mikononi mwa utawala ambao ulikuwa ni utawala wa Ottoman, ambayo sasa kwa leo alama iliyobaki ya ule utawala wa Ottoman ni nchi ya Uturuki. Kwa hiyo upande wa pili wa Israeli na wao wanalaumu kuwa huyu Recep Tayyip Erdogan anataka kurudisha ule Uislamu wa Kalfet, ndio maana iko hivyo. Kwa hiyo baada sasa ya Israeli kuanza kushambulia pale Gaza, tukaona Uturuki yuko kinyume kabisa na yale ambayo yanafanyika na Israeli. Nafikiri mnaelewa ilivyokuwa. Akawa yuko kinyume kabisa na hayo yanayofanyika na Israeli. Akawa anabisha, akawa anapinga hayo yanayofanyika. Na hata Afrika Kusini ilipopeleka kesi ICC ya kumshtaki Benjamin Netanyahu na ICJ ya kulishtaki taifa la Israeli, Uturuki walikuwa na wao wako nyuma ya. Kwa hiki kitu sasa ndicho kitu ambacho kikafanya kukaanza kuwa na mgogoro, na nyinyi wenyewe mlimsikia waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alichokiongea. Akasema kuwa baada ya Irani taifa linalofuata basi litakuwa ni Uturuki, ndilo taifa linalofuata ndio litakuwa ni Uturuki. Kwa hiyo umekuwa ni mgogoro sasa ambao unafukuta, na mgogoro huu kufukuta kwake matokeo yake basi dunia itaingia wapi, ama dunia itaelekea uelekeo gani? Maana hivi ni vita sasa ambavyo ukumbuke vinataka kuja, na Israeli wamejitapa wakasema kuwa wana uwezo wa kupigana na mataifa manne kwa wakati mmoja. Yaani wakimaanisha kuwa waweza kupiga sasa hivi, unajua wanaishambulia Lebanon, wanapigana na Irani, lakini wanaweza pia wakapigana na Uturuki alafu wakapigana na Misri, kwa sababu Misri na Uturuki juzi hapa wamefanya mazoezi ya pamoja. Jeshi la Uturuki na jeshi la Misri wameenda kufanya mazoezi ya pamoja kwa sababu wanasema Israeli ni tisho. Na tumeona kauli za kutoka upande wa Uturuki, wanasema kuwa Israeli hawezi kuishi bila maadui, yani lazima awe na uadui na watu, na ndio maadui wake sasa hivi awamu hii ni Uturuki. Ametufanya sisi ndio maadui zake, kwa sisi tutaenda kupigana naye. Ndicho Uturuki walichokiongea. Sasa sisi tutaingia vitani kwenda kupigana na ikibidi kuivamia kabisa Israeli. Sasa sijajua ili linakaaje. Baadhi ya wadau walidai kuwa Uturuki haina ubavu wa kuweza kupigana na Israeli. Okay, ni sawa, kwa sababu Israeli unajua ni Marekani, na kama kwenye makubaliano ambayo yanaendelea sasa kati ya Irani na Marekani
Israeli wao wamesema sisi hatutambui hayo makubaliano, na Benjamin Netanyahu amesema kuwa anataka ndani ya miezi miwili ijayo basi Israeli iweze kujitegemea kwa kila kitu, iache kuwategemea wa Marekani, kwa sababu kuwategemea wa Marekani ndo anaingia kwenye mazungumzo na Irani, na masharti ya Irani, masharti mojawapo ni kwamba Israeli aache kushambulia washirika ambao ni washirika wa Irani, na washirika hawa ni wale washirika wa kikanda kama Hezbollah wako pale, kuna Hamas wako pale Gaza, na kuna Wahuthi kule Yemen. Kwa sasa masharti ambayo kidogo yamekuwa ni magumu. Kwa hiyo ndio maana baadhi ya wadau wakasema tunachokiona hapa, yani Uturuki hana ubavu wa kuweza kupambana na Israeli. Inawezekana, lakini kumbuka Uturuki ni na hii ndio inayomweka Marekani katikati, kwa sababu Marekani uko NATO, na mshirika mkubwa sana wa Marekani Mashariki ya Kati pale ni Israeli. Kwanza hata yule sio mshirika, yule sisi tunaita ni mtoto wa Marekani, au ni kaka na mdogo mtu, au dada mtu na mdogo mtu. Kwa hiyo ni mshirika ambaye ni Israeli. Alafu upande wa pili NATO, hawa Uturuki wako NATO, ni jeshi ambalo liko NATO, na ni jeshi ambalo ni la pili kwa kuwa na askari wengi katika huo umoja wa NATO. Sasa unaona Marekani mahali anapokaa. Je, kweli hawa wakianza kupigana, unadhani Marekani ataenda upande wa Uturuki? Hata siku moja. Marekani atakaa upande wa Israeli, akimsaidia Israeli kuipiga Uturuki. Usisahau kuwa mwanachama wa NATO anapopigwa inabidi NATO nzima iingie kwanza kupambana naye. Lakini hapa nimekuwa nikikuambia siku zote, vikitokea vita kati ya Uturuki na Israeli, usidhani NATO ataka upande wa Uturuki. NATO ataenda kumsaidia Israeli. Hapa ndipo linapokuja swala la Uturuki haiwezi Israeli. Nadhani utakuwa umeelewa kwa mantiki hiyo. Kwa hiyo Marekani anakaa yupo katikati, kwa sababu Marekani na Uturuki wao hawana shida, lakini shida ni Uturuki na Israeli. Hawa ndio wanaleteana shida. Sasa je, itakaje au itakuwaje kuwaje? Kwa ndivyo mambo yanavyoendelea huko Mashariki ya Kati, ambapo tumekuwa tukiona mara nyingi sana Recep Tayyip Erdogan, rais huyu wa Uturuki, ambaye amekuwa akikosoa Israeli kwa mauaji yanayoendelea pale Gaza. Na maana Israeli wanasema hapa ni kwetu na ni lazima tuchukue maeneo yetu. Nafikiri unaelewa kitu kinaitwa Blessed Land, kwa sababu hii ya sasa ramani ya mipaka iliyonayo ya Israeli ya sasa wanakuambia hii ni Cursed Land, yani wanataka, kuna ule mpango wa Great Israel ambao Palestina lazima yote ichukuliwe iwe ndani, na wataenda mpaka maeneo ya Iraki, mpaka maeneo ya Syria walishachukua tayari vilima vya Golani, lakini upande wa Misri kuna peninsula ya Sinai wanatakiwa waichukue iingie ndani, wamege mpaka upande wa Lebanon huko na kwenyewe waichukue iingie ndani. Ndio maana unaona ugomvi huu ambao unaendelea sasa hivi. Ugomvi huo ambao unaendelea sasa hivi. Kwa hiyo ndio maana baadhi ya watu, hasa baadhi ya mataifa kama Misri na kama Uturuki wanakataa, wanasema hapana, wewe ukasema hapa ni kwako kwa stori za miaka 3000 iliyopita, kwa sababu kama unavyojua lile ni taifa teule Israeli, na wao wanafuata maandiko, na maandiko wanasema baba yetu Daudi alinunua hapa ili eneo. Kwa haya maeneo yote ulikuwa ni ufalme wake, ilikuwa ni kingdom ya King David. Kwa tumekuja kuidemand hii ardhi yetu. Na Uturuki naye anasema utawezaje kuja na stori za miaka 3000 iliyopita alafu kaja ukasema nataka kuchukua hapa kwa sababu babu zangu walinunua. Kwa hiyo ugomvi sasa unakuwa umeanzia katika maeneo hayo hapo. Na hiki kinachoitwa sasa Great Israel ndio mgogoro mzima ambao unaendelea pale Mashariki ya Kati, kwa sababu Israeli wanataka wachukue maeneo yote. Na kwa Israeli pale miezi minne ijayo kuna uchaguzi. Na chama cha Likud ambacho ndicho chama cha Benjamin Netanyahu, na yeye Netanyahu mwenyewe amejitosa tena kwenye hicho kinyang'anyiro cha kuchaguliwa kama waziri mkuu au kuingia kwenye kampeni hizi, amejitosa. Sasa kwa watu wa Israeli kumbuke 62% wanasapoti
Israeli kuendelea kuipiga Irani, unaona, au kuishambulia Irani au kuifuta Irani, wana support. Na pale Israeli ili uweze kuchaguliwa ni lazima ajenda kuu iwe ni utawafuta wa Palestina na utaifutilia mbali Iran. Kuna watu wa Yahudi wako pale wameaminishwa kuwa Waarabu ni watu wabaya sana, kwa kiasi kwamba hata wale Wayahudi wakimwona Mwarabu yani wanakasirika, kwa sababu hiyo imewaingia kuwa hawa wanataka kuja kuchukua ardhi yao. Kwa hiyo wanakasirika kweli, maana unaona iko hivyo. Kwa hiyo sijajua sasa mgogoro huu mpya tena ambao unataka kutokea kati ya Uturuki na Israeli utaishia wapi? Ni nini maoni yako? Tuachie maoni yako kwenye comment. Asante sana.